Shalom ndugu zangu, ninyi ni chumvi ya dunia. Ninyi ni chumvi ya dunia. Kuna neno katika kitabu cha Biblia linasema ninyi ni chumvi ya dunia. Wale waliompokea Kristo, wa Kristo, sisi ni chumvi ya dunia. Wacha Mungu wote ni chumvi ya dunia. Dunia inapoharibika, dunia inapoteketea, dunia inapoenda kuangamia, dunia inapoonekana haifai, sio sehemu salama ya kuishi, uasi unapoongezeka, mauaji yanapoongezeka, mabaya yanapoongezeka, maovu yanapoongezeka, ina maana hakuna chumvi. Chumvi kazi yake huwa ni kuongeza ladha. Wakati mwingine wazee wetu wa zamani chumvi walitumia katika kutunza chakula. Kuna vyakula chumvi wakati mwingine kwenye wasomi wanasema ni preservative. Chumvi ni bidhaa fulani inayotunza chakula, yani inaua zile bakteria ambazo zinaweza zikawa zimeingia kwenye chakula kukiharibu. Kwa hiyo chumvi inaweza ikatumika kama preservative au inatumika kutunza chakula. Kwa hiyo sisi watu walio na Kristo, wa Kristo au wacha Mungu, tunatakiwa tuwe chumvi ya dunia. Tunatakiwa tuiletee dunia ladha, lakini tuilinde. Maana dunia inaharibika, inateketea, maovu yanakuwa mengi kwa sababu wacha Mungu au wa Kristo tumeshindwa kufanya majukumu yetu. Tumefeli katika namna tunavyoishi, tunavyointeract, tunavyofikiri, tunavyotenda. Tumefeli. Sisi ni chumvi ya dunia. Dunia hii tunatakiwa tuiwekee ladha. Dunia hii tunatakiwa tuifanye ivutie, tuifanye iwe sehemu nzuri ya kuishi. Ila sasa sisi wacha Mungu wengi tumesahau majukumu, tumefeli, tumeshindwa, hatujui tunatakiwa tufanye nini, hatujui umuhimu wetu. Kwa hiyo hii ni kama alamu na waamsha wacha Mungu tufanye majukumu yetu. Sisi tupo duniani hapa kuzuia mabaya, kuzuia maovu yasiendelee, kukataza, kuambia watu wabaya waache mabaya. Hatupo kwa ajili ya kuwaimbia mapambio, kuwachekea kwamba Bwana awasaidie mwache mabaya. No, tunatakiwa tuwakemee, tuwaonye. Kama juzi nilivyosema kwamba sisi ni walinzi wa dunia. Mungu anamwambia Ezekiel, tazama mwanadamu, nimekuweka uwe mlinzi. Uwe mlinzi, waambie